na zaidi iliweza kutetea haki na kusinikiza hali za kuleta amani katika sehemu nyingi. Umemwona Sudan, tumemwona nchi ambazo ni zinapigana majuzi hapa juzi. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Nimeweza kuwa naye wakati huu alipotembelea Sudan, mimi na askofu anaitwa Obala wa jimbo Katoliki la Ngong, tukiakilisha baraza la maaskofu wa Kenya, tuandamane naye kuwasinikiza wa Sudanese waache vita, waache hali ya kugombana na zaidi kuuana na kupurukusha watu wa watu. Mwishoni mnakumbuka aliwaalika hata hao wakuu wa serikali ya Sudan kule Roma. Wakakaa nao siku nzima, wakasali, akamwahimiza, lakini haikuwezekana. Yeye ni mpenda watu wote, kwa tuseme kwa ujumla. Amehusiana na wenzetu wa Waislamu katika mikutano kadha wa kadha, kuongelea mambo ya uwiano, kupokeleana na kukubaliana mambo mengi sana. Kwamba tumempoteza, kwanza tunasema tunaomboleza, kwa sababu kifo cha mtu yote yule, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa si kitambo sana, majuzi tu katika wiki zake alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata afueni. Kwa sasa kama jimbo letu la Katoliki la Mombasa, na najua mwenyekiti wetu wa baraza la maaskofu watatoa mwelekeo, kawaida ni kama vile kwenye familia, mmoja wetu akifariki huenda tufarijiane. Na njia moja kufanya hivyo ni kusoma zile misa, kuombea ule mwili au ule mtu aliyefariki, na naamini tutapewa elekezo hilo kwamba mwenzetu amekufa already. Watu wameenda makanisani wakawasha mishumaa, wakaweka picha yake ukumbusho. Nitafanya hivyo kwenye kanisa la kwangu Cathedral, tuweke picha yake, sanamu ya Baba Mtakatifu, na kumuombea kipindi hiki, kwa sababu binadamu ni yule yule, anahitaji msamaha wa Mungu. Na kadhalika wanaandaa mazishi yake. Baada ya mazishi yake, kwa ukweli baraza la makardinali ambao huitwa kwa ajili ya kuanza kutafakari, kusali pamoja na kuanza kutafuta ni nani awe kiongozi mwingine, na hayo yanatokea kule Roma. Kwetu sisi tunajiunga nao kisala, kikuunganisha wa Kristo walipo kwenye parokia. Kwa hivyo padri unayenitazama, anza kutafakari, labda uweke sanamu ya Baba Mtakatifu pale kanisani, uiwashe mshumaa wakiwacho ili ufufuko uko pale tayari. So alitazamia kuwa afufuke awe mwanga kwetu sisi.